Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alhamdulillahi alladhi hadana lihadha wama kunna linahtadiya lawla an hadana Allah. Thumma as-salatu was-salamu ala rasulillahi Muhammad wa alihi wa ashabihi wa sallam. Amma ba'du, mutabi'un al-i'azai, ndugu zanguni mnafuatilia kipindi hiki au mada zangu au msaada wangu ninaoendelea kutoa kwa jamii kwa kile ambacho Allah tabaraka wa taala ameniruzuku kiwe kifuani mwangu. Basi inshallah leo nakuletea jambo kubwa kabisa kwa idhini yake subhana, na jambo hili lina kichwa cha habari ambacho nakuja kufundisha namna ya kuweza kunusuru tatizo hili. Tunasema ilaji mardu Parkinson au shalal raashi. Tunasema hii ni tiba ya kuweza kuponya tatizo la maradhi ya Parkinson au maradhi ya kupooza, kwa mujibu wa mafundisho ya Bwana Mtume Muhammad sallallahu alaihi wasallam katika istimali ya a'shab, utumiaji wa mimea, ambapo hata yeye mwenyewe Bwana Mtume sallallahu alaihi wasallam ameweza kufundisha na kuweza kufanya baadhi ya sahaba zake kuwaelekeza namna gani ya kuweza kujitibia maradhi yao kutokana na mimea. Ikhwani, ndugu zangu, leo naongelea tatizo hili, tena naweza kumnukuu mwanachuoni huyu ambaye ameeleza kwa mapana na marefu. Mwanachuoni huyu katika kitabu chake hiki kinaitwa Al-Adwiyatul Islamiyya Al-Jami'a, ni Ahmad Abd Audi, ni doktor huyu wal fikr al-islami. Yeye ameweza kueleza mambo mazito sana ndani ya kitabu hiki, na biidhnillahi tabaraka wa taala leo nitaweza kumnukuu katika kutibia jambo la kupooza. Kwanza nianze kueleza kama jinsi alivyoeleza mwanachuoni huyu. Anasema mardu Parkinson nusibati lilalim James Parkinson. Anasema maradhi yanayoitwa Parkinson yameitwa kwa jina hilo la Parkinson kwa sababu limenasibishwa jina hilo la maradhi hayo kutokana na mwana mtafiti wa tiba wa maradhi anaitwa James Parkinson. Lakini katika lugha nyingine tutasema au ma yu'rafu bi marad shalal ar-ra'ashi, au kwa jina lingine yanatambulika maradhi hayo ya Parkinson yanatambulika kwamba ni shalal ar-ra'ashi, ni maradhi ya kupooza katika mwili wa mwanadamu. Ndio maana ya maradhi haya tunayozungumzia kwa muda huu. Kwa maradhi haya kupooza tunasema huwa maradhu yasib al-a'sab, ni maradhi ambayo yanapata sana tatizo kubwa linapatikana katika mishipa ya mwili wa mwanadamu. Wayantaju anhu majmu'ati min al-a'rad abrazaha ar-ra'ashi watasallubu wa butu'il haraka. Asema ni maradhi ambayo yanazalika kwa mjumuiko wa matatizo ya aina mbalimbali, kama vile matatizo haya ya kupooza, matatizo ya tasallubu sharayin, yani kupata shida mishipa, lakini pia matatizo ambayo yanakuja kuleta butu'il haraka, uzito wa kutembea, yani mtu kuwa na kutembea kwake kunakuwa ni kwa tabu. ويحدث نتيجة التليف في بعض أجزاء النواة القاعدية في الدماغ. Mwanachuoni anasema pia kwamba ni matatizo ambayo yanayotokea katika talifi ya baadhi ya viungo vya mwanadamu vinapopatikana katika ubongo wa mwanadamu. Huko ni system ya ubongo huko ikishapoteza nukta kadhaa inapelekea mtu kuanza kupata maradhi ya Parkinson au maradhi ya kupooza.
katika hali za namna hiyo. Lakini pia tunasema yud'a almadatu sauda, ambalo tatizo hilo linapotokea katika ubongo kitaalamu kwa lugha ya Kiarabu wanasema madatu sauda, ndio inaitwa hivyo. Kwa hiyo tunasema tabda'u a'radihi bidhuhuri ghaliba ba'da sanni al-50 min umri. Matatizo haya mara nyingi sana mwanachuoni huyu anaeleza kwamba huanza kuwatokea watu baada ya kufikisha miaka 50, mara nyingi sana, yani kuanzia miaka 50 ndio hali yake. Wa hawali 10 aslu 100 min al-masabina bihadhi al-marad bada al-a'rad alayhim fi sanni mubkira, lakini kuna asilimia 10 tu ya watu waliopatwa na maradhi haya ya kupooza ambapo maradhi yao wameyapata chini ya miaka 50, ni asilimia 10, lakini asilimia 90 ya wagonjwa wengi hupatwa maradhi haya kuanzia miaka 50. Arad marad Parkinson. Namna gani sasa tunaweza tukamtambua mtu aliyepooza, au ni matatizo gani yanaweza kumtokelezea mtu mwenye maradhi ya kupooza? Ukamjua wewe ndugu yako, au wewe mwenyewe ukajijua kwamba sasa nakabiliwa na tatizo la maradhi ya kupooza. Kwa mujibu wa mwanachuoni huyu Dr. Ahmad Abdu Audi ad-da'iyati wal fikra al-islamiyya, ni fadilatu ad-doktor huyu, katika kitabu chake kinachoitwa al-adwiyat al-islamiyya al-jami'a. Mwanachuoni huyu anaendelea kueleza haya yafuatayo na mimi nimemnukuu. Ama dalili ambazo unaweza kuzitambua, kwanza akasema ar-ra'ashi. Ra'ashi ni nini? Nasema yasibu al-yadaini wa ba'd ajza'i al-jism al-ukhra wa yakhtafi 'inda nawmi au 'inda al-qiyam bi ba'd al-a'mal al-munzamati wal-maqsud. Mwanachuoni anaeleza kwa mapana ya kwamba kumbe ugonjwa huu mara nyingi sana unaanzia kwanza, moja dalili yake ni kupatwa riashi, ambao hiyo riashi anayefasiri kwamba ni tatizo linaloipata mikono miwili na baadhi ya viungo vingine vya mwili wa mwanadamu, na mara nyingi ugonjwa huo unajikuta unajificha kudhihiri kwake wakati wa usingizi au wakati wa kutaka kusimama, ببعض الأعمال المنظمة والمقصود, kwa baadhi ya munzam za amali ambazo mtu anazotaka kuzifanya katika kujitengenezea maisha yake. Sasa hizi ni dalili ambazo kama unaweza kuanza kuziona, basi unaweza kujitambua kwamba na mimi naelekea kupatwa na maradhi ya kupooza. Ama dalili nyingine akaisema mwanachuoni huyu, akasema butul haraka, yani uzito wa kupata zile haraka, yani harakati kama kutembea, kuinua mikono na kadhalika, vitu vya namna hiyo. Mwanachuoni akasema wa huwa min akthar al-a'rad alladhi ta'iqu al-marid, kwamba hii dalili hii ni dalili ambayo ya kwanza kabisa au ni nzito sana, ambao mara nyingi hupenda kumtokelezea mgonjwa mwenye kupooza. Atajiona tu viungo vyake vimekuwa vizito, utembeaji wake umekuwa ni watabu, lakini pia hii inaweza ikatokana na kupooza kwa sababu ya maradhi ya kibiology, lakini pia hii inaweza ikatokana na maradhi ya kupooza kwa sababu tu ya uchawi, lakini pia hii inaweza kutokana kupooza kwa viungo vya mwili wa mwanadamu kwa sababu ya mashetani. Ama dalili nyingine tunasema at-takhassub. Takhassub ni nini? Anasema taybasi fil mafasil fil adalati haythu yu'tharu fi qudratiha ala al-haraka. Takhabbus ni kukauka kwa baadhi ya viungo vya mwili wa mwanadamu katika viungo vyake, kitendo ambacho kinachoweza kumpelekea athari kubwa ya kushindwa kufanya harakati zake. Aidha mkono huu kukunja na kukunjua ikawa ni ngumu, kiungo hiki kukikunja na kukikunjua ikawa ni ngumu, kwa hiyo katika harakati zake ikawa kwake ni mtihani. Kwa hiyo unakuta viungo vimekauka, ile mishipa yake imekaukiwa, kwa hiyo haiwezi kujikunja na kujikunjua. Kwa hiyo unaweza kukuta kwamba mtu anapata kupooza kutokana na maradhi ya kibiology, akapata kupooza kutokana na maradhi ya kishetani,
akapata kupooza kwa sababu ya maradhi ya kichawi. Ama dalili nyingine tukasema ya kwamba ikhtilalu tawazun, ni kupungukiwa kwa uzani. Yote haya ni dalili ya mtu kupooza. Na mimi biidhnillahi tabaraka wa taala, baada ya kuwa nimemnukuu mwanachuoni wetu huyu Ahmad Abdul Aud, ni fadilatu doktor ad-da'iya wal fikr al-islamia, ameeleza mimea aina mbalimbali namna gani unaweza kujitibia, na mimi pia nikaweza kuandalieni pia nikakujilieni na hii zawadi yetu hii biidhnillahi tabaraka wa taala, inaitwa Barkansun, nayo nikaipa jina hilo hile, inaitwa Barkansun. Barkansun hii utaenda kutibia maradhi ya kupooza, aliyepooza viungo, aliyepooza mikono, aliyepooza miguu, aliyepooza upande mzima wa mwili, basi unaweza kutibia kwa kutumia Barkansun. Hii ni zawadi yangu kwa siku hii ya leo kwa huruma na utukufu wake Allah tabaraka wa taala. Ama dalili ni nyingine ya kuweza kumtambua mtu ambaye mwenye aliyepatwa na kupooza au kwa maradhi ya Barkansun, tunasema ikhtifau malamih alwajhi wa maalimi, kwamba tunasema ni kupishana, yani kupishana uso, yani uso unakuwa kama umeenda tofauti, au midomo inakuwa imepinda tofauti na ile ujulikano wake wa yule mtu namna gani alivyokuwa. Kwa maradhi haya ya kupooza, basi anaweza kuipata hii, nayo ikaweza kumsaidia kwa huruma na utukufu wake subhana. Lakini pia alqalqu wa tawattur wal iktiab, kupata qalqu, kupata iktiabe, msongo wa mawazo na kadhalika, nayo ni moja ya dalili ya kuweza kupatwa na tatizo la kupooza katika viungo vya mwanadamu. Lakini kitu kingine ikhtifad as-sauti ma'a al-buhti, ni mtu kupata hali ya kuweza kukatika kwa sauti, kukera kwa sauti, nayo hii ni moja ya sababu inampelekea mtu kujitambua kwamba huyu anaweza akawa ananyemelewa na tatizo la kupooza katika mwili wake. Lakini dalili nyingine ya kuweza kujitambua kwamba unasumbuliwa na maradhi ya kupooza au unanyemelewa na maradhi ya kupooza, tunasema su'ubatu fi bal'i wa imsak wa turabati fi naumi, ni mtu kupata ile hali ya uzito wa umezaji wa chakula katika ulaji wake, lakini pia na kushindwa kupata haja kubwa, lakini pia na kusongeka wakati anapokuwa usingizini mwake, anapata shida, usingizi wake ni wa taabu, na akiupata ule usingizi hauishi kukatika kwa haraka. Kwa hiyo hizi ni dalili ambazo akuweza kumtambua mtu ambaye anayesongeka au anasumbuliwa na maradhi ya Barkansun au maradhi ya kupooza. Na mimi nasema tena kwa mara nyingine, nimekuletea Barkansun kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, naamini itaenda kutupa faida kubwa kabisa ndani ya dawa hii. Ikhwani, ndugu zangu, mimi nisipende kuwa ni mchoyo wa fadhila, kama jinsi nilivyoweza kupata katika kupitia mwanachuoni huyu, na mimi pia nikueleze yale ambayo mwanachuoni aliyoyaeleza, ambayo na wewe unaweza kuyatumia kwa idhini yake Allah tabaraka wa taala, ikawa ni ponyo katika maisha yako, na kueleza ni vitu gani vilivyotumika humu. Ikiwa kama utaweza kuvipata huko, basi khairi, lakini kama utashindwa kuvipata, basi waweze kuipata hii tayari imeshaandaliwa kitaalamu zaidi, kiilmu zaidi, na kwa utaratibu maalum, na maelekezo yake yapo hapa vizuri kabisa, ili uweze kuondosha maradhi ya kupooza katika mwili wako kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Ama tunasema ilaji mardu Barkansun bil a'shab, namna ya kutibia maradhi ya Barkansun kwa kutumia mimea. Ama mimea ambayo iliyoelezwa katika kitabu hiki alichokieleza cha mwanachuoni huyu Ahmad, na mimi nikaweza kuchukua mimea hii na tumeshaijaribia mara nyingi sana, tukasema kweli dawa zipo na zinaponyesha. Cha kwanza ni samsam,
inaitwa simsim, lakini pia wanaita ufuta. Lakini kitu kingine fula sudani, inaitwa fulu sudani. Lakini kuna kitu kingine kinaitwa alqahwa, cha tatu hicho. Vyote hivi ninavyovieleza vipo ndani ya dawa yetu hii, ambao simsim nayo nimeiweka hapa alama yake kwamba ni moja ya vitu ambavyo vilivyotumika humu. Na fula sudani hii hapa nimeweka alama yake pia, utaiona utakapoipata dawa hii na itakupa maelekezo. Lakini pia kuna kitu kingine kinachoitwa alqahwa. Hii hapa picha yake pia iko hapa, ambayo nayo iko humu. Lakini pia kitu kingine kinachoenda kuponyesha maradhi ya kupooza, kuna kitu kinachoitwa shayu al-akhdar, nayo iko hapa, nayo pia nimeieleza. Lakini pia kuna kitu kingine kinachoitwa inabul barri, zabibu hizi zabibu unazozifahamu wewe, iko hapa. Lakini pia kuna kitu kingine kinachoitwa tutul barri, tuti, nayo iko hapa nimekuwekea. Ama kitu kingine kinachopatikana, kuna khashishatul qalbi, nayo iko hapa, nayo pia nimekuwekea. Lakini kuna kitu cha mwisho kinachoitwa jinka, nayo iko hapa nimekuwekea. Maana yake kuna vitu simsim, ful sudani, qahwa, shayu al-akhdar, al-inab al-barri, wa tutu al-barri, khashishatul qalb, jinka. Ni dawa mchanganyo aina 8 zinazopatikana ndani yake humu, ambazo zina uwezo mkubwa sana wa kuweza kuondosha maradhi ya kupooza. Ndugu yangu, mama yangu, na kueleza haya kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala, na kueleza haya na nakufikishia haya kwa uwezo wake Mwenyezi Mungu subhanahu wa ta'ala. Na mimi nimefikisha ujumbe wangu kwako, imma shakira wa imma kafura. Na zipo wasifu zake amezieleza mwanachuoni huyu, kila kimoja katika hivi vilivyowekwa humu, namna gani wanachuoni walivyoweza kufanya tafiti zao za aina mbalimbali katika tiba hizi zetu za kisunna, na kuweza kuonyesha maajabu makubwa ya kuweza kuondosha maradhi ya kupooza kwa kutokana na tatizo la kibiology, maradhi ya kupooza kutokana na maradhi ya kichawi, maradhi ya kupooza kutokana na matatizo ya mashaitani. Biidhnillahi tabaraka wa taala, viungo vitenda kukunjuka, viungo vitaweza kufanya kazi, na utarudi katika hali yako iliyokuwa nzuri. Ama wasifu mwingine kwa mujibu wa mwanachuoni huyu, anaitwa Ahmad Abdu Aud, ni fadilatu doktor الداعية والفكر الإسلامي, katika kitabu hiki kinachoitwa Al-Adwiyat al-Islamiyya al-Jami'a. Mwanachuoni huyu naye akaweza kuendelea, ama faida ya mwisho, kwamba baada ya wewe kuwa umeshakusanya hivyo nilivyokueleza hapo, sasa kuna utaratibu mwanachuoni huyu ameueleza, ambao nao ipo ukurasa wa 183, nami nikufikishie biidhnillahi tabaraka wa taala, uende ukatumie huko na uweze kumponyesha mgonjwa wako kwa hurma yake subhanahu wa taala. Mwanachuoni anasema kwamba baada ya kuwa umeshaiandaa hii dawa, sasa baada ya kuwa umeshakaa sawa, inatakiwa dua maalumu usomee. Ndugu zanguni, kujisogeza mbele ya Mwenyezi Mungu kwa kutaka ponyo ya Mwenyezi Mungu ni bora sana kuliko kujipa umanguvu wa kujifanya kwamba wewe ndiye mponyeshaji, wakati mponyeshaji ni la ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Sasa mwanachuoni huyu ameeleza kwa umapana kwamba baada ya kuwa umeshatengeneza mimea hii, basi mimea hii inatakiwa uifanyie dua automatical, kwamba ndani ya mimea hii Mwenyezi Mungu ameshaweka nguvu zake moja kwa moja kwa ajili ya kwenda kumtibia mwanadamu. Ndio maana akasema mata'an lakum wa li'an'amikum. Lakini mwanachuoni akasema inatakiwa uzidishie kuongezea dua maalum ambazo zinazoendana na dawa hii au na maradhi hayo, albarkansun, maradhi ya kupooza. Na wallahi utaenda kuondosha maradhi ya mgonjwa wako kwa idhini yake subhanahu wa ta'ala. Mwanachuoni anasema kwamba
al-adwiyat al-jami'a lishifai biidhnillahi tabaraka wa taala. Zipo dua za kuponyesha maradhi haya al-Parkinson ambayo yanaweza kumsumbua mwanadamu. Mwanachuoni huyu akasema haya yafuatayo kwamba taqra hadhihi al-ayat wal-ad'iya wal-asma' al-husna 3 au 7 au 100 au ma tayassara lil-marid wa ahla ma'a al-wudu'i wal-yaqin was-sidqi fi talab ash-shifa'i biidhnillah ومع صلاة ركعتي قضاء الحاجة بنية الشفاء والعافية بإذن الله تبارك وتعالى. kwamba moja ya sharti baada ya dawa hii kuwa umeshaikamilisha au hizo nilizokueleza ukazikamilisha, basi fuata utaratibu huu ufuatao kwamba utasomea aya za Mwenyezi Mungu ambazo nazo nitakuja kueleza, utasomea majina ya Mwenyezi Mungu nitakuja kueleza, utasomea dua maalum ambayo nayo nitakuja kukueleza kwa kwenda kuondosha maradhi ya kupooza. Utasomea mara 3, mara 7, mara 100 au kwa kiwango ambacho mgonjwa kinachomwezekania, lakini pia uwe na yakini, uwe na ukweli kabisa kwamba unatafuta ponyo ya Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Lakini pia kabla hujafanya kisomo hicho cha dua na majina ya Mwenyezi Mungu na aya za Mwenyezi Mungu, inatakiwa uwe na udhu, lakini pia usali raka 2. Swala hiyo ya raka 2 iwe ni qada'u biniyati shifai wal afia, kutafuta ponyo ya Mwenyezi Mungu na kutafuta afya kwa Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Wallahi ukifata utaratibu huu utaona maajabu makubwa kabisa katika kutibia maradhi ya kupooza kwa dua hiyo na dawa hizo nilizokueleza. La hukuweza kupata dawa hizo na wala hukuweza kuisoma dua hizi nitakazo kufundisha, basi inshallah dawa hii tayari imeshakusanywa kiutaalamu zaidi, kwa ufundi zaidi, kwa mujibu wa wanachuoni hawa wa dini ya Kiislamu, namna gani walivyoelezea kuondosha maradhi ya kupooza katika mwili wa mwanadamu. Kwa ni dawa ambayo imeandaliwa, ambayo imekwisha fanyiwa kisomo hicho au dua hiyo, maombi hayo. Sasa nikupe aya za Mwenyezi Mungu ambazo zilizosomewa katika dawa hii, ambao hata nawe kama hizo nilizokueleza utaenda kuzikusanya, basi somea aya hizi zifuatazo. Kwanza ni aya inayopatikana katika suratul An'am, aya ya 13 baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim. Walahuma sakana fil layli wan nahar wa huwa as-sami'ul alim. Hiyo aya utaisomea katika dawa hii, lakini aya nyingine inapatikana katika surat al-Hashr aya ya 21 baada ya a'udhu billahi minashaitanir rajim. Nasema law anzalna hadha al-Qur'ana ala jabalin la ra'aytahu khashi'an mutasaddian min khashiyatillah. Utasomea aya hiyo. Mwanachuoni akaendelea kuelezea, anasema al-ad'iyatu al-munasibati lilmardi, dua ambayo sasa ambao utakaweza kwenda kusomea huko kama utajaliwa kukusanya hivyo vitu, dua inonasibiana na maradhi husika hayo ya kupooza, ambao dua hiyo nayo pia tumeshakwisha kuifanyia katika dawa hii, ambapo wewe ukija kuipata basi huna haja tena ya kuanza kuomba dua ile ambayo tulioelekeza, tayari tumeshafanyia biidhnillah tabaraka wa taala. Na hili si tu Muislamu, hata kama ni Mkristo, mtu ambaye hana dini, dawa hii inakufaa kwa uwezo wake subhana. Ama dua yenyewe tuliyosomea inasema bismillahir rahmanir rahim. Allahumma ya ghiyathal mustaghithina ghithini. Allahumma inni a'udhu bika min al-'ajzi wal-kasli wa a'udhu bika min al-hammi wal-huzni. Allahumma inni as'aluka ash-shifaa'a bila saqam wa sihhata bila mardi. Allahumma 'afini wa'fu 'anni ya akramal akramin ya rabbal alamin ya arhamar rahimin ihfidhni wa thabbitni.
Hayo ni maneno ambayo tumemuomba Mwenyezi Mungu maombi maalum kumuombea dawa hii ili iweze kuleta ponyo katika maradhi yako. Ama mwanachuoni akasema ad-du'a bil asma'il husna, dua kwa kuomba kwa majina yake Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala. Kumbuka Mwenyezi Mungu alisema walillahi al-asma'ul husna fad'uhu biha, kwamba Mwenyezi Mungu ana majina yaliyokuwa mazuri, basi muombeni kwa majina yake. Allah utamuomba kwa majina haya: Bismillahil qawiyyil jabbar, Bismillahil hayyul qayyum, Bismillahil qadiril muqtadir. Maneno haya utasema katika dawa hii, na wallahi utaona maajabu yake. La ilaha illa Allah Muhammadur Rasulullah. Ikhwani, ndugu zangu, dawa hii imejaribiwa kwa wengi na imetolewa kwa wengi na wengi imewafaa. Ni dawa za kisunna, dawa za kiimani hizi za Mwenyezi Mungu tabaraka wa taala, kwa sisi ambao tunamuamini Mwenyezi Mungu subhanahu wa taala. Kwa hiyo jitahidi uipate kabla haijaisha, kwa sababu nayo michanganyo yake kama hivi nilivyokuambia ni aina 8 zilizopo katika dawa hii. Ikhwani, ndugu zangu, mimi sitakuwa na mengi baada ya hapa. Ni kuombe tu kwamba ili mimi na wewe tuendelee kuwa wana familia wa channel hii, basi jitahidi kubonyeza hayo maandishi mekundu yaliyopo kuliani mwa simu yako chini ya video hii. Yabonyeze mara moja, kisha itakuja alama ya kengele, nayo ibonyeze mara moja. Kisha baada ya hapo nao utakuwa ni mwanafamilia mwenzangu katika channel yetu hii, na utaendelea kuyapata yalikuwa mazuri biidhnillahi tabaraka wa taala. Jitahidi usikose Barkansun, dawa ya maradhi ya kupoza inshallah, ikiwa ni kwa uchawi, ikiwa ni kwa mashetani, ikiwa ni kwa biology na kadhalika. Ni mimi ndugu yako Sheikh Khamis Suleimani, niseme wasalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuhu.